Watu kupitia hayo wanaamini kuwa ni watumishi wa Mungu, lakini wakiwa ni watu wanaowapeleka kuzimu, maajenti wa kuzimu. Wanaendelea ujumbe ule ule. Wanaenda mbali kidogo, gia nasonga mbali kidogo. Wanaendelea ujumbe ule ule. Wanamdai Branham yule yule. Wanamdai Branham yule yule. Lakini hawataki kugusa ule wa saba. Hawataki kugusa mvuto wa tatu. Hawataki kugusa hizo siri zitakazowabadilisha watu. Ila wanaishia wapi? Wanaishia kwenye kalama na vipawa. Wanaishia kwenye uhai wa mfano. Haleluya. Wanaishia kwenye ujumbe wa mifano. Naeleweka vizuri hapo? Wanaishia kwenye ujumbe wa mifano. Kutafuta dada kuwa bikira ilikuwa ni ujumbe. Ni ujumbe uliotoka ndani ya Biblia. It's a message. Lakini nyuma ya huo ujumbe wa bikira kuna siri. Wanaishia kwenye ujumbe wa kufuga nywele. Kuweni msikate nywele. Haikuwa nywele. Kulikuwa na siri nyuma ya nywele. Hawatarudia hayo. Hizo milioni 6. Huo ni uhai wa mfano. Kuna uhai wa milele. Maana Mungu aliumba mtu wa mfano. Jina Baba barikiwe. Mungu aliumba mtu wa milele. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Amen. Na mnajua Mungu ni roho. Na Mungu ni roho alafu ni neno. Mungu aliumba mtu roho alafu neno. Ndio hapo ulipo ni neno alafu ni roho. Haleluya. Haleluya. Hakuna atakaye kuroga na jiroga wewe mwenyewe. Unapokuwa ujitambua unajiroga wewe mwenyewe. Hakuna atakayeziba baraka zako na ziziba wewe mwenyewe. Ngoja nisiende huko kwanza. Jina Baba barikiwe. Mungu akaumba mtu. Amen. Wa kwanza akasema na tumfanye mtu. Amen. Kwa mfano wetu. Mungu ni roho alafu ni neno. Haleluya. Mungu akamuumba mtu wa kwanza ambaye aliitwa Adamu. Mungu aliumba utu wa Adamu. Aliumba roho ya Adamu. Huyo mtu alikuwa ni mfano wa Mungu. Alikuwa ni roho kama Mungu. Na alikuwa hawezi kufa kama Mungu asipokufa. Right? Amen. Part 2. Mungu akaumba mtu Mwanzo 2:7. Huyo alikuwa ni mtu mfano. Mtu wa uhai wa kuangamia. Hamjanielewa? Akaumba mtu wa torati. Mtu wa usi. Ila mtu aliyemuumba wa kwanza alikuwa na tamalaki mahala popote. Haleluya, haleluya. Ana uwezo wa kwenda mahala popote. Sababu leo huwezi kuzuia. Amen. Akaumba mtu mwenye mipaka. Torati usiwe. Usi. Amen. Usi. Torati inakupa mipaka. Usi. Ila ukishaingia katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, hakuna mipaka wala hakuna hukumu. Wala wale katika Kristo Yesu unaelea katika baraka za Mungu. Unaogelea ndani ya utajiri wa Kristo. Ila ukirudi kwenye mwili, amen. Mtu wa Mwanzo 2:7 mwenye uhai wa mfano ana limitation. Ukinifungia hapa mlango huu naishia hapa.
nitahangaika huko mpaka kabla nibomoe hii bati. Nje hapo stoki. Lakini yule mtu aliyeumba mwanzo mmoja alikuwa hazuiliki. Haleluya, haleluya, haleluya. Mihuri 7 haizuiliki. Haleluya. Utanipata. Muhuri wa 7 hauzuiliki. Maana ni roho zinazorudi kutoka mbinguni ambazo ni roho zenu nyinyi. Kuna sheria kwa wale walio katika Kristo Yesu. Jina la Mungu juu. Amen. So, wanadili sana na yeye mtu wa Mwanzo 2:7. Amen. Lakini huyu mtu wa Mwanzo 2:7 huwezi kumfanya mkamilifu. Neema alikuwa hivyo, ana kikomo, ana uwezo wa mwisho wake. Ila yule mtu wa Mwanzo 1 ni wa milele, ni sehemu ya Mungu, ni sifa ya Mungu, hana mwanzo hana mwisho. Huna mwanzo wala mwisho dada, hujawahi kuliona wewe. Siku ukiona utakimbia. Wewe ni moto, mimi ni moto. Haleluya. Sina mambo ya kile. Mungu akauchukua ule ujumbe, amen. Ule ujumbe wa kwanza. Ujumbe wa milele. Amina. Haleluya. Akauchanganya na ujumbe wa wakati. Haleluya. Amen. Ndicho kinachowachenga mpaka sasa hivi. Amen. Ndio maana wanadili na ujumbe wa wakati. Fuso. Ndani ya ujumbe wa wakati kuna ujumbe wa milele. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndani ya ujumbe wa milele kuna ujumbe wa wakati. Haleluya. Ujumbe wa wakati unabeba ujumbe wa milele. Haya mambo ya mifano yalikuwa ni ujumbe wa wakati. Lakini tulikuwa na ujumbe wake kama ujumbe wa milele. Muhuri wa 7 ni ujumbe wa milele. Heaven Sunday inaleta imani ndani ya kanisa. Haleluya. Mungu akauchanganya. Ukawa ufunuo huo. Wote akaweka ndani ya kichwa cha Bwana Mungu. Wote. Ujumbe wa kufa na ujumbe wa milele akaweka ndani ya Bwana wote kwenye kichwa chake fungu. Wala kale na mvuto wa kwanza. Mvuto wa pili. Ujumbe wa kufa wote huo. Mvuto wa kwanza, mvuto wa pili ni mfano wa nyakati za kanisa. Hiyo ni nyakati za kanisa ya Branham. Sio hii ya huku. No. Ndio maana aliwahubiria ujumbe akawaitia kwa mwaka 65 kuhubiri kwa nafsi zilizo kifungoni sasa hivi. Sio kwenye nyakati sasa hivi. Baada ya mihuri kufunuliwa, jina barikiwe. Maana yake ametoka kwenye kisema zake yeye Branham ambaye ni mvuto wa kwanza, mvuto wa pili. Nimesema hivi. Amen. Kisema za kanisa ni kalama na vipawa. Mvuto wa 3, malaika mwenyewe na kitabu chake Ufunuo 10 anashuka ndani ya mkate wake kwa ujumbe wake. Haleluya. Na huo ujumbe ni kuita majina. Jina la Boniface, jina langu, sio jina la kuna ukali, jina la Roho, Mungu wako aliyeumba. Haleluya. Amen. Jina la Baba likiwa. Tuko karibu mbele kutia nanga. Lazima tuseme mambo haya. Mvuto wa kwanza, wa pili, tunabarikiwa. Kulikuwa mna damu hapo. Mvuto wa 3 ndipo ikaja damu. Maana huwezi kuingia patakatifu bila damu. Na sisi ni makuhani. Haleluya. Kuvunjwa kwa muhuri wa 7 ilikuwa ni kuletwa kwa damu. Ndipo tukapata damu ya kuingia patakatifu. Na patakatifu ni ndani ya muhuri wa 7. Haleluya. Tukiingia kama makuhani tukiwa na ile damu tayari. Damu ya ufunuo wa muhuri wa 7. Ufunuo leo sikia, ufunuo ni damu. Kazi ya ufunuo ni kukutunza ukiwa hai. Haleluya. Chini. Kazi ya ufunuo ni kukutunza ukiwa hai. Kazi ya damu ni kutunza nini? Uhai. Ndio kazi ya ufunuo. Ufunuo wa mihuri 7
ulikuja ili kuleta damu. Mihuri ilipovunjwa, damu ikapasuka kama ile damu iliyovunjika pale Kalvari. Ndipo mimi na wewe tukaweza process kuingia kuchukua nchi yetu, sababu tuna damu tayari. Tunaingia kwa ujasiri tukiwa na damu ya Kristo, ambayo ni damu ya mihuri 7, damu ya nguruwe 7. Haleluya! Jina la Baba likiwe. Amen. Ndio maana kama kanisa hili, amen, kwa neema ambayo Mungu amewapa, usiimbe damu ukaimba damu ya Golgotha. Shame on you, that's a demon. Kuna damu ambayo ni ya leo. Kuna damu iliyotokea Tucson. Haleluya! Tucson ilileta damu. Na hiyo damu ni ufunuo. Sio damu hii chemical. Hapana dada ndugu. Ni damu ufunuo. Bwana, kanisa likosa damu. Amen. Likosa damu ya Yesu Kristo. Hawa wamemkosa kwa sababu gani? Hawaijui hiyo damu. Wakiimba damu, wanaanza damu ya Golgotha. Na tunao ndugu zetu pia miongoni mwetu, wanaimba damu, wanaanza damu ya Golgotha. Dada, ondoka huko usiwe kiposa. Hili sio kanisa la maposa. Damu tunayoimba ni damu ya kununuliwa kwa mihuri 7. Damu ya muhuri wa 7. Jina la Baba likiwe. Mmekuwa tusile maziwa tena, tule tena punje sasa ambazo zimefichwa. Haleluya! Ni wakati wa kula punje, maana tumekomaa. Ili kanisa limekuwa kwa ajili ya kuelekea unyakuo, lazima ile punje ngumu. Haleluya! Ndipo tunakuwa makuhani. Ndipo tunaitwa kusoma Ufunuo sasa hivi kwa sisi tunakuwa makuhani. Kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu tayari kuhani alikuwa hawezi kuingia patakatifu bila damu. No, unakufa completely. Nikuulize, wewe unaingia patakatifu unaitwa kuhani, umeitoa wapi damu? Golgotha bado kuna damu ya kwenda kuchota. Lugha ya Biblia tunabarikiwa. Sababu ile damu Yesu yomweka pale ilikuwa inafaa wakati ule, lakini ilikuwa ni damu mfano. Damu iliyokuwa na maanisha halisia ni damu ufunuo. Haleluya! Kama nilivyokuambia hivi, nywele zako hizo ilikuwa ni ujumbe wa mfano. Ila ujumbe wenyewe halisia ulikuwa nyuma hizo nywele. Damu ile ya Yesu ilikuwa ni ujumbe mfano. Ujumbe wenyewe ulikuwa ni ufunuo. Kwa maana Yesu akatangaza akasema, juu ya mwamba huu, juu ya ufunuo, juu ya damu yangu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Sio mapepo ya bibi, sio mapepo ya mchumba, hayatalishinda kamwe. Haleluya! Hapa kuwabadilishia Mungu, hapa kuambia juu ya damu yangu, kwa sababu alijua kondoo wangu wanaijua sauti yangu, na ya mkeni hawataifuata. Sasa hapa anabadilisha lugha kidogo, tunazungumza lugha ya kitaitai. Nikizungumza kila siku damu, inaonekana kanisa na madamu tu. Kila siku watu wanavuja madamu kanisani. Ndio maana watu wakaimba mafundisho wakati nabii akiwa hapa. Kuna mtu alikuwa anafanya miujiza kule Marekani. Alikuwa anahubiri jukwani, madamu yanavuja, na ni kweli akiwekea watu mikono watu wanapona. Nabii anasema hata kama unafanya ishara kiasi gani, bado inabidi uwe na ile neno jina barikiwa. Lakini alikuwa ni mtu anafanya ishara na maajabu. Damu nabii anasema kwanza inavuja kutoka mikononi mwake. Kile kama jukwani hapa ni kuacha kwamba ni damu ile ya Yesu. Watu wakigusa huko ni kupona tu. Sasa kanisa linakuwa na madamu basi. Maana tawaidiza wote kila Jumapili kila mtu aje na damu. Mtakuja na damu ya ufunuo. Amen. Msanja. Damu ya ufunuo. Kumjua yeye ni uzima. Haleluya. Jina la Baba likiwe. Amen. Amen. Ninawapenda. Amen. Ndio maana ninawaambia haya mambo. Kwa sababu najua tuko karibu kuondoka.